Umechoka kulipia vifurushi vya gharama kubwa ilhali hutazami mechi zote? Acha kupoteza pesa zako. Kwa 5,000 tu, pata mechi zote duniani pamoja na channels za DStv, Azam TV na Ligi Kuu ya Tanzania moja kwa moja kwenye simu yako. Mahali popote, muda wowote, bila stress. 5,000 inasawa na mwezi mmoja. 10,000 inasawa na miezi miwili. Wasiliana nasi WhatsApp kwa 0659 387 069. Rudia 0659 387 069. Soka ni kwetu, burudika kiganjani kama boss. Bwana, klabu ya National Ahli imetuma salamu sasa. Hiyo inaitwa wape salamu. Imetuma mkwala mzito kwa klabu ya soka ya Young Africans. Ikumbukwe pamebaki pachache tu kuweza kurejea katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa hapa utamsikia kocha mkuu wa klabu ya National Ahli namna ambavyo alitema upupu, niseme hivyo. Huo ni upupu au dharau, kwa sababu nakumbuka vilabu vingi sana barani Afrika vikitaka kukutana na Yanga, mara nyingi vimekuwa na maneno ya majigambo, vimekuwa vikijigamba, vimekuwa vikitoa shit zile, vimekuwa vikizungumza namna ambavyo vinajisikia. Sasa huyu kocha bwana leo katika mahojiano na waandishi wa habari alikuwa akiulizwa kuhusiana na taarifa za usajili ambazo wanazifanya ili kujiandaa na michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia ameulizwa kuhusiana na wapinzani wao ambao wanafuata baada ya kumalizana na AS FAR, ni kwamba wanayekutana naye ni Dar es Salaam Young Africans. Sasa kocha mkuu wa klabu ya soka ya National Ahli yeye ametoa maelezo, lakini haya inaonekana ni dharau ya kutokuwaheshimu Yanga na kuweza kuonesha ni kwa namna gani wao ndio klabu ya kwanza yenye mafanikio. Sasa nikumbushe tu kwamba kuna vilabu vingi vimeshawahi kupata dhoruba kali ambayo Al Ahly wanaitafuta, kwa sababu tukumbuke tu kwamba hata CR Belouizdad kabla ya kucheza na Yanga walikuwa wanaga na maneno sana. Walikuwa wanasema kwamba sisi Young Africans tunampiga nyumbani na ugenini. Uwezo wa kumaliza game kwa Young Africans homes and away tunao, kwa sababu tunaamini kwamba hawa kwetu ni timu ya pili na hawatuwezi in short. Ndicho ambacho walikuwa wakikizungumza. Wanasema kwamba Young Africans kwanza wana uzoefu wao ni mdogo sana katika michuano hii, kwa hiyo hatuadaiki kuweza kuwapasua. Tunaweza kuwapiga nyumbani tukamaliza na ugenini tukawapasua na tukatulia zetu. Yani this is how we need or how we perform. So hicho ndio kitu ambacho National Ahli sasa wanajisahau na wao wanasema kwamba ni kweli kwenye kundi sasa hivi wameshajitofautisha. Kwanza wao ni namba 1, Yanga ni namba 2 ambaye hakustahili kuwa pale. Yani Young Africans ndio ilitakiwa iwe timu ya mwisho katika msimamo wa ligi, kwa maana ya namna ambavyo wanacheza, kwa namna ambavyo yani kwa uzoefu na kila kitu na utajiri sijui na nini. Sasa nikumbushe tu kwamba Yanga katika timu ambayo inaongoza kwa dharau na dhoruba la mitikasi, niseme tu Young Africans ni miongoni mwa timu ambazo zinaongoza. Ni timu ambayo waga inapokutana timu ngumu au timu yenye majigambo, waga wachezaji wanabadilika kabisa. Huwezi ukajua kama ni wale ambao walikuwa wanazingua kwenye ligi au vipi. Yani wanakujaga tofauti kabisa. Sasa hiki ndicho ambacho kinaenda kuwakuta National Ahli. Sasa kocha anasema kwamba wanao wachezaji ambao wanawahofia mpaka hivi sasa. Wanaye mchezaji kama Dumbia ambaye wanamhofia na wanamuogopa, wanaona kama inawezekana ndo akawa mchezaji hatari zaidi kwa upande wao. Lakini wanasema kwamba Pacome Zouzoua ni mchezaji ambaye ni wa class kubwa sana, mchezaji ambaye hakustahili kucheza Young Africans, lakini kwa sababu tuliko pale inawezekana kiwango chake kimekulia pale, hawajui. Lakini wao Bongo wanaijua Simba Sports Club, hawajui Simba. So kitu ambacho kinaleta dharau na kuwafanya kwamba National Ahli kuona kwamba wao ndio timu kubwa au timu ya kwanza. Sasa Young Africans tunawajua, alikujaga USM Monastir, alikujaga Belouizdad, alikuja Rivers United, alikujaga TP Mazembe. Yani of course zilikuja timu nyingi sana, lakini zilichokutana nacho nadhani zinajua zenyewe. So mimi nadhani Young Africans ina jambo ambalo inatakiwa kulifanya mbele ya huyo Mwarabu ili dharau ziweze